Crazy Rocket, now available on PMBet. Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV. Karibu kwenye updates za kimichezo ambazo jopo zima limekuandalia leo hii. Na kwenye updates bwana, tupo na club ya Simba, tupo na wanalunyas, tupo na hawa watu ambao wanatamba sana kupitia mitaa yao ya Msimbazi pale Kariakoo. Na wanatamba sio kwamba wanabahatisha, wanatamba kwa sababu washawahi kufanya makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Nikiwa nazungumzia kufika marobo finali ya michuano ya klabu bingwa, wakiwa wao ndo wa kwanza kufanya hivyo, lakini pia kufanya vizuri kwa kutoa ligi misimu 4 mfululizo. Hiyo ni misimu iliyopita, lakini pia washawahi kuandika historia zingine mbalimbali. Sasa katika misimu hii 4 ya hivi karibuni kumekuwa na sintofahamu ndani ya klabu ya Simba kwa sababu haijafanikiwa kutoa ligi katika misimu 4 mfululizo. Na sio ligi peke yake, hata kombe la FA hawajalamba, makombe yao yakiwa ni Mapinduzi ama kombe la Muungano. Sasa klabu ya Simba kwenye kutaka kubadilisha hiyo taswira na kurejea katika ule ubora ambao ulikuwa nao wa kutoa ligi mara 4 mfululizo, imeenda Afrika ya Kusini na kumsajili kocha Steve Barker, raia wa Afrika Kusini mwenye umri wa miaka 57, akiwa anatoka klabu ya Stellenbosch. Sasa baada tu ya kutua nchini Steve Barker na kufanya assessment ndani ya klabu ya Simba, yeye ameita kikao na viongozi na akiwa ameenda na ajenda zake kuu 4 ambazo anataka kutembea nazo akiwa ndani ya klabu ya Simba. Kitu cha kwanza ambacho anataka kufanya ni usajili. Tunafahamu kwamba dirisha dogo la usajili litafunguliwa tarehe 1 ama tarehe mosi Januari mwaka 2026 na kufungwa tarehe 31 mwezi huo. Sasa Steve Barker anataka kuutumia muda huo kufanya usajili ya wachezaji ambao wanaamini wanaweza kumsaidia kuifanya klabu ya Simba kuwa imara na kuwa bora zaidi. Nafikiri pia tumeanza kusikia yale majina ambayo klabu hiyo inahusishwa nayo. Anahusishwa Ismailia Sampara kutoka klabu ya Stade Malien, lakini pia Fawad Basidien anatajwa pia hapo akitokea klabu ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia ajenda ya pili ambayo amekuja nayo yeye ni michuano ya Mapinduzi. Yani anataka kuitumia michuano hiyo kuweza kufahamu ni jeshi gani ambalo wataliamini kuirejesha klabu ya Simba katika levels ambazo ilikopo nazo hapo awali. Yani kila mchezaji atapimwa kadri uwezekanavyo kwenye michuano ya Mapinduzi, na hapo ndo atajua nani anatakiwa kusalia ndani ya klabu ya Simba na nani anatakiwa kufungashiwa vilago. Lakini ajenda yake ya tatu bwana ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu klabu ya Simba ipo kundi dada kwenye michuano, kundi D ama kundi dada kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, ambako mpaka sasa wao ndio wanaburuza mkia wakiwa hawana alama yoyote, wakiwa wameshacheza michezo 2 kwenye kundi hilo, wakiwa wamecheza hapa nyumbani dhidi ya Petro di Rwanda wakipoteza bao 1-0, lakini wakasafiri mpaka kule Mali, nchini Mali, nako wakapoteza mabao 2-1 dhidi ya Stade Malien ya nchini humo. Sasa Steve Barker kazi yake ni kutaka kuhakikisha anakusanya alama kwenye michezo iliyosalia, lakini pia kuhakikisha klabu ya Simba inavuka katika hatua ya makundi. Lakini ajenda yake ya 4 na ya mwisho ni kuhakikisha klabu ya Simba inarejesha makombe ambayo imeyapoteza ndani ya misimu 4. Nikiwa nazungumzia makombe ya ndani, nikiwa nazungumzia FA pamoja na ligi kuu ya Tanzania bara. Na hizo ndo ajenda kuu ambazo Steve Barker alienda nazo kwenye kikao cha viongozi wa klabu ya Simba baada tu ya kuweza kupewa ulaji kama kocha mkuu ndani ya klabu ya Simba. Unahisi atakuja kutimiza hizo ajenda ambazo ameenda nazo ama ndo zipo ambazo zinatimizika na zipo ambazo hazitimiziki? Na vipi asipotimiza, watamla kichwa ama ataendelea kusalia kama kocha mkuu ndani ya klabu ya Simba, ambapo tunategemea kuona nini atakifanya akiwa kama kocha mkuu ndani ya klabu ya Simba. Sasa na wewe pia acha maoni yako hapo chini, lakini pia wakati unaacha maoni yako usisahau kwamba website nambari 1 ama nambari 1 kwenye masuala ya ubashiri ni pmbet.co.tz, kwa sababu hapo hautoishia kupata pesa peke yake, bali unapata pesa pamoja na magari pale ambapo unafanya bashiri zako. Tumia michuano ya AFCON kuweza kupata pesa, lakini pia kuingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias, lakini story hii imeandaliwa na Justa
yule mwana wa Julius.